Kabla ya mashaka ya mimi na wewe kuhusu Mungu hayaja kuwako, mbingu tayari zilikuwa na mashaka juu yake. Tuhuma ya kale ilidai kwamba Muumba hastahili kuaminiwa. Tangu wakati huo, kila gharika, kila moto, kila janga, kila ugonjwa na kila msiba umeibua swali lile lile: Mungu ni nani kwa kweli? Je, ni Mungu aliyeiangamiza dunia kwa gharika? Je, ni yeye aliyenyesha moto juu ya Sodoma? Je, huwaadhibu watu kwa magonjwa na kifo? Au tumekuwa tukielewa vibaya tabia yake tangu mwanzo? Jiunge nasi tunapochunguza maandiko, kufunua ukweli na kubaini Mungu aliyejifunua kikamilifu katika Yesu Kristo. Kwa maana hakuna jambo la muhimu zaidi kuliko kuijua tabia ya kweli ya Mungu. Baba mwema, tunayetupenda, tunakushukuru kwa sababu ya fursa hii njema ambao umeweza kutupatia kurejea masaa haya jioni kujifunza tena neno lako. Jinsi ambavyo umekuwa mwaminifu tangu asubuhi, tunaomba kwamba pia katika kipindi hiki uwe mwenyekiti na mwalimu wetu katika masaa haya. Tuelimishe, tuelekeze, turekebishe mahali ambapo tumekosea. Zaidi ya yote tuweze kuvuta upendo wako. Cheni mkononi mwako uweze kutufinyanga na kutulenga upendavyo. Kutoka sura yako iendelee kuambika na kuonekana katika maisha yetu. Tuongoze hadi mwisho kwa Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Amen. Kipindi ambacho tutakuwa nacho leo, tunaenda kuangalia swali ambalo linauliza ni kitu gani au ni nini kilichochafua au najisi patakatifu pa mbinguni. Mengine ambayo tumejifunza awali katika imani zetu, jengo lile ambalo tumelita hekalu la mbinguni, ambalo kwenye akili zetu tulisema ya kwamba hekalu la mbinguni lilichafuliwa kwa sababu Kristo aliingia kule na mwili wa wanadamu kama kuhani mkuu na kama kafara, basi akaweza kunajisi patakatifu pa mbinguni. Ni hivyo sivyo? Ni hivyo sivyo? Sivyo? Hivyo ndivyo ambavyo tumejifunza, sivyo? Majifunzo tuliyokuwa nayo katika imani zetu. Kilicho najisi hekalu la mbinguni, jengo lile ambalo tumekuwa nalo kwenye akili, ni nini iliyo najisi hekalu hilo? Ni dhambi. Gani na vipi? Kwa maana kwamba zinahamishwa aje? Yaani kwa maana yote zinahama kutoka kwangu kwa Kristo ndiye anayezipokea. Kwa hiyo zinaenda kwa Kristo. Sasa ukifikiria kwenye mantiki ya akili iliyo timamu, hiyo yenyewe inaionaje? Kwamba dhambi, wewe kwa kuomba msamaha, Mungu anapokusamehe dhambi, kuna vile ambavyo dhambi inaenda mbinguni, alafu inaenda inachafua huko. Njia tu pekee ambayo hiyo itaweza ku-make sense ni kwa sababu ya vitabu. Sasa ni mfumo wa sheria, kwamba kwa sababu dhambi zimeandikwa kwenye orodha mahali fulani, basi orodha hiyo inapokuwepo katika makao ya Mungu, kadri orodha hiyo ipo pale, basi hekalu la mbinguni limechafuliwa. Sawa? Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba hekalu hilo linaposafishwa, unapofikiri usafishaji wa hekalu kwa njia fupi na muhtasari wake ni kitu gani katika nadharia hiyo iliyokuwa nyuma yetu? Kuondoa dhambi kwenye vitabu. Si ndio tumefunzwa? Kwamba Kristo alipoingia patakatifu ndiposa alianza kufuta dhambi kwenye vitabu alivyokuwa ameandika wapi? Kumaanisha Daudi anapolia na kuomba nisamehe, alikuwa amesamehewa kweli? Amen. Kwenye maneno aliambiwa nitakusamehea, ila ilikuwa ni msamaha wa kukopa, kwamba baadaye utasamehewa na hiyo dhambi itafu. Sasa ndio maana sasa ni mpango wa wokovu na injili ya maigizo. Hiyo ndio usafishaji wa hekalu, na darasa idanganye. Hiyo iko hivyo hivyo. Ukitaka kujua mahali tulipotelea,
Ukifungua kitabu cha Pambano Kuu utagundua pale kwa kuangalia mambo ya hukumu, peji ya kwanza pale unapata picha imewekewa hapo, picha ya mizani. Picha ya nini? Mizani. Sasa hii ndio injili ambayo tunahubiriwa, na hii ndio injili ambayo tumemeza, na hii ndio injili ambayo tunahubiri. Mungu ako na mizani, na ukiongeza, kama ingekuwa nafunza kitabu cha Ufunuo 3 pale, ukiongeza pia inafaa iwe na panga. Baada ya kupima unatumia nini? Kwa hiyo tunaweka Mungu katika muktadha wa kisheria za kibinadamu. Unaelewa? Hii ndio kesi, hii ndio tatizo. Sasa kumbuka hivi, hii picha hii hapa nabii Ellen White hakuiweka hapa. Hii kufanya nini? Hakuiweka. Hii ni tafsiri ya theolojia inayowakilisha Waadventista wote ulimwenguni pamoja plus masalio. Hii ndio tafsiri tulio nayo. Kama Mungu mbinguni kazi yake ni kupima. Sasa huyu Mungu naye muabudu mwenye akili zote, anaja kukupima nini? Ni nini ambacho kilichafua nini? Hekalu. Sawa? Kabla tujaenda pale, kuna nukuu moja ambayo nilipata leo asubuhi, ambayo ningependa tuisome. Naomba Aaron nisaidie kusoma tafsiri. Hii ni MS sio manuscript release, bali ni manuscript yenyewe. MS 26 mwaka ni wa 1896. Naomba usome. Lay down the work essential to be done vizuri. The words in Malachi. Maneno yanayopatikana kitabu cha Malaki 3, Malaki 3 1 hadi 4. Lay down the work essential to be done in the church of God. Yanaweka kazi ambayo ni muhimu inayofaa ifanyike wapi? Ifanyike wapi? Ndani ya kanisa ya nani? Jana waliokuwa darasani. Malaki 3 inazungumzia nini kwenye muhtasari? Inazungumzia nini? Hekalu na kutakaswa. Naam, Gabriel. Inazungumzia kuja kwa Bwana katika hekalu lake. Inazungumzia kuja kwa Bwana katika hekalu lake, ambayo kulingana na maandiko na kulingana na tafsiri halisi ni sawasawa na kazi ya kusafisha nini? Hekalu. Malaki yeye akaita ni kazi ya kusafisha Walawi, sio? Kwa hiyo kazi ya kusafisha dhambi au kazi ya kusafisha hekalu inafanyika wapi? Ndani ya kanisa. Ila sisi tumehamisha kazi hiyo, tumemsukumia Mungu kwenye nini? Kwenye vitabu mahali pengine. Naomba tuanze hapa. Tumeshajua ya kwamba hekalu la mbinguni kwa kifupi inahusu material gani? Malighafi. Malighafi yaliyo hai, sio? Okay. Kwa hiyo kwa njia fupi, malighafi iliyo hai, Nabii Ellen White akasema ni kanisa linasaidia leo tumie kanisa lilioundwa na watakatifu, kitu kama hiyo. Unakumbuka? Kanisa lililohusisha waaminifu watakatifu kama hajakosea. So, kwa hivyo hawa ni watakatifu, sio? Kwa hivyo ni nafsi za watakatifu. Si ndio? Sasa ikiwa ni watakatifu, sasa hapa ndipo kuna kipengele kingine ambacho tunafaa tuongeze, ambacho ni naomba tuwe kitabu cha Waebrania. Waebrania 12 mstari wa 22. Sema. Naam. Bali ninyi mmeufikiria mlima Zayuni. Nyinyi mmeufikiria, kwa lugha rahisi mmefika, sio? Ndio. Mlima nini? Zayuni. Aha. Na mji wa Mungu aliye hai. Na Zayuni hiyo ni mji wa nani? Wa Mungu aliye hai. Mji wa Mungu. Naam. Yerusalemu wa mbinguni. Kwa hivyo huo mji unaitwa kitu gani? Yerusalem. Na majeshi ya malaika elfu nyingi. Na hiyo Yerusalem ina consist kwa Kiswahili na tutazamaje?
inahusisha ama inabeba nini? Amesema hapo mkusanyiko wa nini? Jeshi malaika elfu nyingi. Jeshi ya malaika wengi. Naomba tukomee hapo. Tuende kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 21 mstari wa 2. Nasema namna gani? Nami nikauona mji ule mtakatifu, ule mji mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kwa hiyo Yerusalemu, kwa lugha rahisi sasa, kulingana na kitabu cha Ufunuo 21, utahitaje? Yerusalemu ni nini? Bibi harusi, sawa? Na tulisema kusafisha hekalu ni sawasawa na kwenye muktadha wa ndoa. Ni kufunga nini? Ndoa kati ya Kristo na nini? Na kanisa. Kati ya Kristo na mke wake, sio? Kwa hivyo hiyo kuwa kimoja ndio upatanisho. Sio? Yes. Haya. Kwa hiyo tumepata hapa, huyu bibi harusi anahusisha pia nani zaidi ya wanadamu? Malaika. Sio? Kwa hiyo utasema ya kwamba usafishaji na utakaso na upatanisho wa hekalu unahusu watakatifu ambao ni wanadamu pamoja na malaika. Wangapi ambapo mpaka hapo umenielewa? Nimefika aje hapo? Tumeelewa nimefika aje hapo? Sasa utaanza kujiuliza swali, ni kitu gani au ni nini iliyochafua watakatifu wa Mungu before wawe watakatifu? Ni nini iliyowachafua hao watu wa Mungu? Ni nini iliyochafua malaika ndiposa kuwe na haja ya kuwasafisha? Dhambi. Mwingine mashtaka. Mwingine gani? Ni gani? Udanganyifu wa shetani. So ni gani kati hizo zote? Now, that's why niliwaambia, yani ninajua kuna wale ambao nyinyi hamtaki kusikia tabia ya Mungu. Mimi nataka kusikia hekalu. Sasa kwenye hekalu unataka kufanya nini hapa? Kama hauelewi tabia ya Mungu na misingi yake, yani hapo kwa kwenye giza. Sio kama unaelewa? Hapo kwenye nini? Kwenye giza. Kwa nini? Yaani kazi ya hekalu za usafishaji wake unahusu lile somo la tabia ya nani? Ndio hii nukuu naomba before turudi kwenye kitabu cha Yohana. Tusome hii pamoja. Tangu wapi? Tangu mwanzo. Mapambano kuu. Imekuwa kusudi la shetani. Sasa sijui wengine mlinywa chakula ama mlikula? Mlikula? Sasa wasimamisha sana umsome. Kama unataka kusimama tusome vizuri. Sasa mwanzo wa pambano kuu ni wapi? Mbinguni. Wahusika walikuwa na kina nani? Okay, twende. Imekuwa kusudi la shetani kupotosha tabia ya Mungu na kuchochea uasi dhidi ya sheria yake. Komea hapo. So kuna uasi wa sheria, sio? Ila ndio kuna uasi wa sheria, ni kipengele gani kilichowapelekea kuasi sheria? Ndio maana akakuwa akisisitiza hivi kwamba ndiposa uhamishe watu wasiabudu kwa nyumba ambayo mzee leta mambo ambayo itawafanya waone hapa tumenyimwa kitu, tuende wapi? Kwingine. Kwa hiyo kilichofanya wanadamu na malaika waasi sheria ni udanganyifu wa shetani kuhusu kitu gani? Tabia ya Mungu. Okay. Kwa hiyo ni vipi ambavyo shetani alichafua hekalu la mbinguni? Ni kupitia nini? Udanganyifu. Ndio maana kitabu cha Yohana 8:14 anaitwa kwamba yeye huwa anasema nini? Uongo. Na usema kwa asili yake mwenyewe. Yaani asili yake ni ya nini? Ya uongo. Ya uongo. Kwa maana yeye ni muongo na baba wa huo. Na unaposema yeye ni baba wa uongo inamaanishaje?
Mapasa huyu ni babangu. Yeye ndio mzalishaji. Ndio chanzo. Kwa hiyo shetani ndio chanzo cha nini? Cha uongo, sio? Na ikiwa shetani ndio chanzo cha uongo, then tumeshajua uongo huo haukuwa kuhusu kukula mkate au kutokula mkate, sio? Ilikuwa ni kuhusu nini? Tabia nani? Kwa hiyo utasema ya kwamba mwanzo kabisa wa kuchafua hekalu la Mungu mbinguni haikuwa inahusu mambo ya kutunza sabato au kutotunza nini? Sabato. Haikuwa kuhusu kulala na mwanamke wa mtu au kutolala na mwanamke wa mtu. Haikuwa hayo. Sawa? Ilikuwa ni kuhusu tabia huyu nani? Huyu Mungu. Ndiposa sasa hoja hizo zifanye wanadamu wawe na sababu ya kuishi kinyume na walivyoumbwa waishi. Huwa nasema nikisema wakati mwingi kwamba binadamu tuliumbwa na kwenye asili yetu ya uumbaji tumeumbwa tukiwa tuna kutii sheria ni asili. Unaelewa? Kutii sheria ni nini? Ni asili. Kwa maana nyingine ya kwamba jinsi ambavyo saa hizi, unapatia mfano, saa hizi nitumie Moria. Saa hizi Moria akisikia kwenda huko, unaona kule? Akisikia kwenda huko, hahitaji mamaka amwambie. Hahitaji kuelekezwa. Kwa nini? Ni sheria iliyo katika nini? Katika mwili, sio? Sasa asili yetu ya kwanza ilikuwa tumeumbwa tukiwa na mwelekeo wa kutii kanuni ya uumbaji tulio nayo ambayo tumeita ni sheria ya maadili. Kwa hivyo haikuwa ni kitu ambacho kilikuwa kinafaa kiwekwe kwenye mahali fulani kwenye ubao kisomwe. Kilikuwa ndani ya viumbe. Sawa? Kwa hiyo sisi kuvunja sheria ya Mungu ni kwa sababu hatupo katika hali yetu ya asili. Tupo katika hali ambayo sio ya kawaida. Kwa njia ya asili naweza sema ya kwamba tupo vichaa. Elewa, tupo nini? Tupo vichaa. Kwa hivyo kwa kawaida ukipata mtu ambaye badala aende ajisaidie, anashikilia ile kitu inaofaa iende kule kwa mahali inafaa iende kule, ameshikilia. Huyo si ni kichaa huyo. Kiasilia ukipata ya kwamba tunavunja amri ya Bwana ni kwa sababu akili haipo nini? Sawa. Sasa mwenda wazimu ijapokuwa utamfunga kamba avae nguo, kama akili zake zilimwambia nguo sio nzuri, haijalishi utamfunga kamba mara ngapi. Akishakata ile kamba, cha kufuata moja kwa moja kunakuwa nini? Nguo. Yeye akijua ya kwamba kutooga ndio hali yangu sawa na kutonyoa nywele hiyo ndio sawa. Yaani bona najua hivyo. Wewe utamfungia ndani ya nyumba akae hapo. The moment anakuwa huru anarudi kwenye mambo yake ya kupata takataka. Sio? Ndio maana kitu cha kusaidia mwenda wazimu ni kumrejeshea nini? Akili. Anaporudisha akili, fahamu zinaporudi, mambo mengine yote yanafanya kitu gani? Yanajipanga. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo mambo ambayo tunaita tatizo sio tatizo kwa Mungu. Yaani ni tatizo kwa maana hali ni ishara ya ugonjwa, ila yenyewe sio nini? Sio tatizo. Sio, tunaelewana vizuri? Tunaweza kuwa sisi sote ni wagonjwa, ila kwa nje tumevaa vitambaa vya anaitwa Adamu, tumejishonea wenyewe. Unajua vitambaa vya Adamu? Matawi ya nini? Ya mtini tumejishonea, ila tuko nini? Tuko sawa, ila kwenye akili tuko nini? Tuko wagonjwa. Kwa hiyo kilichochafua hekalu la Bwana ni udanganyifu wa nani? Wa shetani. Sasa najua tunapenda sheria ya Mungu na kuitii. Point ya msingi ni hii: unapokuwa unashughulika na mambo unayoyaona nje, ni mtu ambaye anasafisha jengo ambalo linakuwa na uchafu hapa chini, maji yanavuja machafu, lakini hajawahi jua hayo maji yanatoka wapi? Kwenye paa. Unaelewa vizuri? So kwenye paa utakuwa huko shughuli za kuangalia hapa ni wapi ambao maji yanatokea uzibe, sio? Lakini ikiwa wewe haujapata akili ya kuangalia, leo asubuhi niliamka nikapata hii nyumba imejaa sewage. Imetoka wapi? Kama ni nyumba ya mzengoi labda, sijui kama kuna nyumba kule juu. Anaamka leo asubuhi napata mafia kwa pale kwenye floor. So uko busy kufanya nini? Kufuta, sio? Before wageni waingie. Sasa tena mataa mengine unafanya nini? Unafuta. Wewe uko tu unafanya nini? Unafuta, sio? Tena baada ya jioni
Yapo tena. Utawahi maliza hiyo kesi. Sasa ni ukae hapo, uweke kiti hapo, mlinzi sasa. Sasa ndio walinzi wa Yerusalemu sasa. So ukaa kwenye hapo, kazi hapo ni yakitondoka wewe unaokota. Hiyo kazi itaisha? Haiwezi isha. Ila ukigundua ya kwamba kumbe kuna mahali ambapo yanatokea, sasa kazi ni rahisi, ni ngumu. Ni rahisi, unafanyaje? Unaziba. Ukishaziba huko, then unarudi hapa kushughulikia yale yaliyokuwa yameshamwa iko fanya kitu gani? Uyaondoe. Sasa sisi wanadamu na Wakristo tulio siku za mwisho na wahubiri, tuko busy kushughulikia matapiko na hao mengine yote yaliyo hapo. Ila kiini chenyewe tukione. Ndio maana kazi yetu ya Injili haina manufaa yoyote isipokuwa kuzaa matawi tu bila matunda. Naomba twende katika kipengele kingine. Naomba Aroni nisomee hiyo. Kweli ilitazama chini kutoka mbinguni na haikuona muonekano wa sura yake. Kweli ilitazama kutoka mbinguni, kaangalia chini hapa, hakuna muonekano wake. Tuendelee mbele. Kwa maana mawingu mazito ya giza la kimaadili na huzuni yalikuwa yamefunika ulimwengu. Na Bwana Yesu pekee ndiye aliyeweza kuyaondoa mawingu hayo. Kwa maana yeye alikuwa nuru ya ulimwengu. Kwa uwepo wake angeweza kutawanya kivuli cha giza ambacho shetani alikuwa amekitupa kati ya mwanadamu na Mungu. Giza lilifunika dunia. Na giza kuu likawafunika watu. Kupitia upotoshaji uliokusanywa wa adui, wengi walidanganywa kiasi kwamba walimwabudu Mungu wa uongo aliyekuwa amevikwa sifa za tabia ya shetani. So wanamwabudu nani? Shetani. Anamwabudu nani? Shetani. Sasa hapa unagundua kesi ya Mungu wa kweli na Mungu wa uongo ni zaidi ya utatu. Kama? Sasa sisi hapa tunaweza chagua kipengele kimoja. Tuende huko nje tubishane kuhusu utatu. Sawa? Ila ukishajua huyo Mungu ni mmoja, lakini sifa ambazo amezifunikwa nazo ni za Mungu wa uongo. Sasa wewe mwabudu Mungu wa kweli, mwabudu Mungu wa uongo? Uongo. Haya, kama unamwabudu Mungu wa uongo ambaye sifa na tabia zake ni za kishetani, tabia utakayokuwa nayo ni ya nani? Shetani. Haya, sasa ndio maana makanisa yetu yamejaa tabia za kishetani. Hivi mnaelewa vizuri? Kwa maana kulingana na tulivyoumbwa tena kwenye sayansi ya afya ya akili tunasema hivi. Kuna kitabu cha Wakorintho wa 2:3:18 tusome pale. Kitabu cha Wakorintho wa 2:3:18. Yasemaje? Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukiurudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo tunabadilishwa tufanane na mfano huo toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye Roho. Kwa hiyo tunapoweka utukufu kwenye kioo, tunapoutazama kulingana na tulivyoumbwa, si unavyotaka. Kulingana na tunavyofanya nini? Tulivyoumbwa. Kile ambacho chukua muda kukitafakari na kukienzi na kukizungumzia, unabadilisha kuwa kama hivyo. Na ndio maana sio ajabu aliyekuzaa kiroho unamfanana. Mnaelewa maana nini? Aliyekuzaa kiroho unamfanana. Yaani hii isije ikawa ninazungumza hapa alafu huko Muhanga na mimi sijui. Sasa hapa yani nataka kutoa mfano. Niliwaambia mimi niliyointroduciwa kitambo kama mhubiri wa ukweli wa sasa. Alikuwa anaitwa Jeremiah Davis. Unamjua? Ndio. So ni wale ambao wanapohubiri unajua jinsi mitindo ni nini? Style. Unaelewa? Kuongea, kutembea, everything. Na kuna mwingine leo ambaye anaitwa pia sijui whatever save and whatever serve to save whatever it is. Sasa ukiangalia mtu kikaa tu hivi, ukimwangalia vizuri kabisa na matamshi yake mdomo ni copy ya mwingine. Sio? Hata sasa hizi inawezekana hapa tuko tabia si zetu. Ni tabia ambayo imejengeka ndani yako sababu uliokuwa unafanya kitu gani?
unamwangalia. So unaanza kuunda tabia kulingana na anavyo. Kwa hivyo kama hanaga breki kwenye mdomo, anaongeaga tu na wewe unampenda, na wewe unakuwa tu unataka nini? Unasema mimi nasema ukweli, watake wasitake. Si tuko hivyo? Wasikie wasisikie, waambie. So unaongea tu. Ukiuliza mbona unasema hayo yote, ni kwa sababu mtu fulani naye unayemfuataka naye anafanya hiyo, ndio njia zake. Ile hujawahi jiuliza, ila Kristo ambaye ndiye mfano wangu, yeye alikuwa anafanyaga hivyo. Kwa nini iko hivyo? Ni kwa sababu ya hiyo kanuni kitabu cha Wakorintho, kwamba unachokiweka ndani ya macho yako, unapokitazama macho kiroho kwa akili, unabadilisha kuwa kama hicho. Sasa hayo ilikuwa ni by the way, kumaanisha wakati ambapo binadamu tumekuwa sio wewe tu au mimi tu, binadamu wote tumekuwa tukiabudu Mungu wa nini? Wa uongo. Na huyo Mungu wa uongo si mwingine, aliyekaa hapo ni nani? Shetani. Kwa hivyo Papa ni mwakilishi tu wa kimwili wa haya yote, ila yeye si aliyekaa kwenye hekalu la Mungu. Umeelewa? Inakuwa na tatizo wakati mtu ananiambia kwamba unaposoma kitabu cha Wathesalonika ya kwamba amekaa kwenye hekalu la Mungu, wewe unafikiri kwamba huyo tu ni Papa anazungumziwa hapo. Alafu nikuulize swali, tangu lini Vatican ikawa ni hekalu la Mungu? Tangu lini? Yaani machafuko ni upagani, hata kwenye mchoro wenyewe ni matusi. Ama mjui? Yaani kwenye mchoro wa Vatican wenyewe ni matusi. Alafu naita hekalu la Mungu tangu lini? Hilo hekalu la Mungu lipo wapi? Hapo ndio amekaa, mzee wa siku amekaa huko. Sasa sio yeye, ni shetani amemtumia kuinua kiti chake akae pale, na tunamwabudu huyo shetani tukifikiri tunayemwabudu ni nani? Ni Mungu. Tusipoangalia vizuri tutagundua ya kwamba matukio ya zama za giza sisi wenyewe tutayarudia moja baada ya nyingine. Yanakuwa ni mabaya tu wakati ambapo unatendewa, lakini wakati ambapo uko katika sehemu ya mtendaji utayatenda hivyo hivyo. Nina swali, watendaji wa Mungu kazi hapa, niulize swali. Tunaoana hatuani kwa sumu? Tunawekeleana mambo ambayo sio ya kweli, tuwekeleani. Hiyo tabia ya wapi? Sasa yatakuwa ni mabaya wakati tu unafanyiwa, ila kiti kigeuzo ukae pale, tabia iliyo ndani yako ni ile moja ya yule anayetenda. Kwako itakuwa ni ziri ya Bwana, yaani itakuwa ni ziri ya Bwana. Ziri ya Bwana, unaielewa? Ni shubavu. Ni hivyo? Kwa njia ya kuamini upotoshaji wa shetani kuhusu Mungu, tabia na hatima ya mwanadamu vilifanya kitu gani? Kwa hiyo kilichofanya tabia yetu na hatima yetu ibadilike ni kuamini nini? Uongo wa nani? Wa shetani. Sasa uongo huo mbinguni haukuwa kuhusu siku ya ibada. Uongo huo mbinguni haukuwa kuhusu uchoraji wa miungu. Uongo huo mbinguni haukuwa kuhusu hayo yote, ulikuwa ni kuhusu tabia ya nani? Kwa sababu hapa dunia ni katika muktadha wetu ndio mambo haya yanakuwa ni kesi. Ila uhalisia ni kwamba kinachofanya mambo haya yawe hivyo ni sababu ya udanganyifu gani? Huu ndio msingi unaozaa hayo yote. Yaani kwa mfano, unajua malaika wa Mungu hawaoi, sio? Kwa hivyo hawezi waambia kama usizini. Hebu niwachokonoe kidogo, alafu mniambie, mtanisamehe kama nitakosea. Wangapi ndio wanafikiria mbinguni malaika wa Mungu alikuwa anaambiwa kwamba usiibe? Hiyo ndio amri shetani aliyowaambia. Unajua hii amri sisi hatuhitaji. Sasa natuandikia hapa umtii mama na baba. Sasa hiyo inatuhusuje hapa? Wangapi nao fielo amri ambayo kwenye mawazo yako walikuwa nafikiria wanaangana nayo? Wanapopambana kuhusu sheria, ni matamshi hayo, mtii baba na mama? Hapana. Ilikuwa kusudi. Ile ni kuhusu amri hiyo, sio? Yaani kwa njia fupi ni kanuni iliyo nyuma ya nini? Ya yale matamshi. Na wala sio yale maana katika muktadha wa malaika
hawana kesi ya kuzungumzia baba na mama. Hiyo hawafanya nini? Hiyo hawana kesi ya kuzungumzia mwanamume na mwanamke. Hiyo hawana, unaelewa? Ila kanuni iliyo katika hayo yote ni kanuni ya upendo, sio? Katika muktadha wao, then walichokuwa wanachokivunja pale baada ya wao kuwekewa sumu katika akili ilikuwa ni kuvunja kanuni ya upendo, sawa? Sasa hapa kwetu duniani kanuni ya upendo kati ya baba na mama inadhihirika katika uaminifu, sio? Ndio maana Mungu anasema hivi, ikiwa mna upendo wa baba ndani ya moyo, ikiwa mna upendo wa ndugu yako ndani ya moyo, hautafanya hivi. Ni kanuni ya upendo. Ila mbinguni hawezi kuambiwa ya kwamba usizini. Kwa maana katika muktadha huo wa mbinguni ukishaingia huko mambo ya kuoa hayapo. Ila kanuni ya upendo ipo. Ndio maana sheria ya Mungu ni ya milele, haifanyi kitu gani? Haibadiliki. Kwa hiyo kwa kubadilisha mawazo yao kuhusu tabia ya Mungu ndiposa tunachoita tabia ikabadilika. Tabia ndio hiyo unaoiona katika matendo, kuiba, kudanganya. Hiyo ndio tabia unaoiona. Ila kiini cha hayo yote inayofanya mtu afanye hivyo ni nini? Ni uongo alionao kwenye akili kuhusu nani? Adamu na Hawa walipokuwa wanaulizwa ya kwamba mbona mmefanya haya yote ambayo mmeyafanya, waliweza kuwekeana makosa. Sio mimi, ni huyu, ni wewe ndio yule mwanamke. Hayo yote wakawa wanawekeana. Nina swali. Ni nini iliyomfanya Hawa ale tunda? Upi? Uongo wa shetani kuona kwamba ule mti una faida. Una faida? Akira. Faida gani? Kwamba na yeye atafunguliwa ufahamu, atakuwa kama Mungu. Hiyo ndio ilifanya akule tunda. Nyingine? Ni uongo wananielewa shetani juu ya Mungu. Kumwaminisha yeye kwamba Mungu sio mkweli kwenu na anataka msipate vitu vyema. Kwa hiyo ndio maana akawekewa kwamba endapo mkienda kinyume mtavifikiri hivyo vyema ambavyo Mungu amewaficha. Na maana hapo alikuwa ilengo hasa kwa Mungu. Kama Mungu amewaficha vitu na ana mpango mzuri na nyinyi. Kwa hivyo mkila mtavipata. Ila kulikuwa na kesi. Baada ya kula no, ndio tunajua hawakuvipata. Kwenye akili zao baada ya kukula nini yule? Walikuwa wanafikiri nini? Hebu fungua kitabu cha Waebrania. Waliogopa, walifikiri Mungu atawaua. Fungua kitabu cha Waebrania. Kuna mtu pale kando ya Cyprian, sijamfahamu jina. Ningependa kumfahamu jina. Naomba tuende kitabu cha Waebrania 2. Mstari wa 9. Ila tuamwona yeye aliyefanywa mdogo punde kuliko malaika, yaani Yesu, kwa sababu ya maumivu ya mauti, amevikwa taji ya utukufu na heshima, ili kwa neema ya Mungu aionje mauti kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo Kristo alikuja aonje nini? Mauti kwa ajili ya kila mtu, sio? Haya, nenda mstari wa 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Okay. Kwa hiyo mwanadamu maisha yake yote ni mtumwa kwa sababu ya hofu aliyonayo, sio? Na hofu hiyo kauli moja ilikuwa ni nini? Kufa. Si ndio? Ndio maana nafikiri ndugu alikuwa anazungumza akisema ya kwamba unapoulizwa unaogopa nyoka, ni nini unachokuwa unaogopa? Sumu. Kifo. Tunazunguka ila mwisho tu ni nini? Kifo. Haya. Sasa unapoangalia ajali mbele, unachokuwa unaogopa kwenye kichwa ni nini? Kuvunjika mifupa? Kifo. Sasa Adamu na Hawa walipomsikia Mungu akiingia kwenye shamba, alipowauliza mko wapi, walimwambia wako wapi?
Kwa nini? Wanaogopa. So walikuwa wanaogopa nini? Kifo. Waliambia hawatakufa. Lini watoroka basi? Si ndio? Wameambia hawatakufa ila wanatoroka kifo. Kwa nini? Yes. Kwa sababu mara tu walipokuwa wamekula waliona ile hali waliokuwa nayo kabla ya jana imewatoka. Naam. Sasa wakajua kwamba basi kilichobaki hapa ni kufa. Sasa okay, wanakufa ndio. Ila mbona hawakutoroka before aingie? Mbona anaoingia anapoingia ndipo anapotoroka ndio swali. Walifunguliwa ufahamu. Upi? Kwa hiyo shetani anasema kweli. Ndafunguliwa ufahamu. Naam. Waligundua kwamba kwa lugha nyingine kwa Tanzania wanasema wamechezewa chekundu, kwamba ni uongo umefanyika pale. Sawa? Ni kweli? Waligundua kwamba sasa Mungu amekuwa adui yao. Amekuwa hakuwa adui. So mbona wanamtoroka? Ndio maana wanatoroka. Mbona wewe wanamtoroka? Swali nauliza. Sawa. Yaani point ya msingi ni hii. Wameaminia kwenye akili wakila watafanya nini? Watakufa, sio? Na sijui kama mnajua baada ya Adamu na Hawa kula lile tunda kwenye akili zao, sijui kama ni Adamu ama ni nani, walianza kukua na ndoto za mchana. Ni kama kuna mahali nafikiri nabii anasema kitu kama hicho. Walienda kuhisi kwenye akili zao labda ilikuwa ni kweli, sio? Kwamba hatutakufa. Yeye ipo hivyo. Yes. Ni Hawa ama ni Adamu? Nafikiri Hawa. No, hata Adamu. Hawa anapokuja kwa Adamu, nabii anasema ya kwamba anakuja na Adamu anapomwangalia ni kana kwamba anang'aa tofauti. Alimwona anakuja kama kahaba. Okay, sawa. Sasa point ya msingi ni hii. Unapomuona Mungu anapoingia kwenye shamba, anapotoroka, then hiyo kwenye kichwa chao wanatoroka kifo, sio? Ila mbona wanatoroka Mungu yeye? Kwa hiyo kifo kilikuwa wapi? Yaani wewe unapotoroka mtu ndio huyo Gabriel anaingia na unatoroka Gabriel. Sawa? Na in real sense unachotoroka ni kifo. So mbona unatoroka Gabriel? Hiyo kifo iko wapi? Waligundua kwamba shetani alikuwa amewafundisha kwamba Mungu ni muuaji. Yaani ni ule mfumo wa sumu. Yaani unapotoroka nyoka yule, the real thing unatoka ni nini? Ni kifo. Kwa hivyo unapoona Adamu na Hawa wanamkimbia Mungu, yaani kile wanachokimbia pale ni kifo ambacho kwenye akili zao wanaamini kipo kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hivyo aliyehubiri wa kwanza, Mungu anakuja kuua wanadamu na kuwachoma wanapovunja sheria, wa kwanza ni Shetani. Na sisi tukaridhi hiyo. Ndio maana nafikiri mwalimu alikuwa anauliza, nani yule aliyefunza hadi wapagani? Mungu yeye anaua. Kwa maana hiyo injili yenyewe hauhitaji kufunza. Ipo mpaka kila mahali. Nani aliyefunza hiyo? Yaani hiyo yenyewe tupo nayo. Kwa hiyo tunajua Mungu ndiye anayefanya kitu gani? Ndiye anayetuua. Unaelewa? Sasa ni kwa nini? Ni kwa sababu kwenye akili zetu tunajua ya kwamba Mungu amekuwa adui. Yeye ndiye anayedai kutuangamiza. Yeye ndiye anayedai kuja kutuua kwa sababu tumevunja amri yake. Sasa hao yote ndio ambayo yamechafua hekalu. Sawa? Kwa hiyo wewe ni mwanadamu aliyelala au ni mwanadamu ambaye yupo hai, sisi sote udanganyifu wa shetani kuhusu sheria yake na matatizo ya uovu tunayaweka kwenye lawama. Ni nani anafaa kulaumiwa? Ni Mungu. Ndio maana zile kauli sio mimi ni mwanamke, kwa maana nyingine ni wewe. Unaelewa? Ni sio mimi ni joka, kwa maana nani? Ni wewe. Kwa hiyo usiniue kabla hujashughulikia, wewe ndiye mwenye tatizo. Kufa kwanza wewe, unaelewa? Kwa hivyo ile ni psychology inamchezea Mungu. Sasa Mungu mmoja kutuua ila wewe ndio mwenye makosa. Ila ndiposa Mungu atusaidie. Yeye kabidi aambatane na ule mpango na ule mchakato tunavyouelewa kwenye akili. Mfumo wa kafara ukaanza pale. Kwa hivyo tangu mwanzo Mungu anachoshughulika nacho ni udanganyifu huu, na aliyekuwa wa kwanza anaanza kuingishwa kuanza kufunza katika shule hii ya kujifunza. Huo ndio mpango wa wokovu, ni Adamu. Ndiposa analetewa mfano wa mwanakondoo ajifunze kitu. Adamu akagundua ya kwamba kupitia dhambi niliyoifanya ninamuua nani? Mwana wa Mungu. Nani akawa muuaji sasa pale? Mungu, mwanadamu. Mwanadamu. Yeye ndiye aliye
mbegu ya kumuua mwana mwingine wa nani? Kwa hivyo unapoona Adamu anazaa mtoto ambaye ni Abel na Kain, kinachofanyika pale ni ile mbegu inafanya kitu gani? Inagongana, mbegu ya Adamu na mbegu ya nani? Ya Kristo. Unapofuata hivyo hivyo hapa duniani, unapoangalia wanadamu wanaoitwa Waisraeli, wanaoyafanya Waisraeli, wanaowafanyia watumishi wa Mungu, kila wanachokifanya ni ile mbegu ya nani? Ya Adamu inaoua nani? Kristo. Sawa? Kwa hivyo wakaifanya hadi wakati mwenyewe akaja. Wakaambiana kulingana na kitabu cha Mathayo, ndio huyu sasa. Ndio nani? Ndio huyu sasa huyu. Huyu tukishamuondoa, mnajua. Naomba twende kwenye kitabu cha Desire of Ages. 161 paragraph 1. Ndio hii imeandika hapa. Desire of Ages 161 paragraph 1. Sijui kama nitakuwa nao mahali hapa mbele mnapoendelea kufungua. Nimeshapata. Tupo nayo hapa. Katika utakaso wa hekalu, Yesu alikuwa akitangaza utume wake kama Masihi. Kwa hivyo hii ni ile wakati ambao Kristo alikuwa duniani hapa, ameingia katika hekalu lile la Wayahudi. Kuja akapata ya kwamba wanafanya biashara. Akafanya kitendo fulani ambacho pia kimetafsiriwa vingine, ila akatakasa hekalu au kusafisha hekalu kutoka kwenye wanabiashara waliokuwa pale wachuuzi. Sasa nabii anasema hivi, katika utakaso wa hekalu, gladness, Yesu alikuwa akitangaza utume wake kama Masihi na kuanza kazi yake. Now, notice kazi yake. Hekalu lile la Wayahudi, sawa? Lililojengwa kuwa makao ya uwepo wa Mungu, lilikusudiwa kuwa somo la vitendo, sawa? Kwa Israeli na kwa ulimwengu. Tangu milele ilikuwa ni kusudi la Mungu kwamba kila kiumbe kilichoumbwa kuanzia malaika wa serafi wenye kung'aa na watakatifu na hadi wanadamu kiwe hekalu kwa ajili ya makao ya Muumba ndani yake. Point ya msingi. Sijui kama ilikuwa ni siku ya kwanza, siku ya pili, tulipokuwa tunazungumzia lile hekalu, tulisema ya kwamba lile hekalu la Israeli lilikuwa liwafunze, ilikuwa ni somo, sio? Liwafunze kusudi la Mungu kuhusu nini? Nafsi, si ndio? Nafsi ya nani? Ya mwanadamu. Hapo nafikiri tulikuwa tumejifunza hiyo. Wangapi ambao mnakumbuka hicho? Kwamba yani hiyo tulijifunza kwamba Mungu aliwapatia kazi ile walifanya kwenye matendo, ndiposa wajifunze makusudio ya Mungu aliyo nayo kuhusu nafsi ya binadamu. Si ndio? Ni kweli, si kweli? Kweli. Okay. Sasa makusudio hayo yalikuwa ni nini? Kulingana na kuu hii. Makusudio hayo yalikuwa nini? Kila kiumbe kiwe hekalu. Kila kiumbe kiwe nini? Hekalu. Kwa hivyo ikiwa hekalu lile lilikuwa linawafunza kusudi la Mungu kuhusu nafsi, unajua kusudi hilo lilikuwa ni nini? Wawe nini? Hekalu. 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 Okay. Sasa, kwa hivyo hekalu yanayofanyika mambo pale, utakaso wa hekalu ilikuwa iwafunze nini? Ilikuwa iwafunze nini? Hebu tuombe nyote kidogo. Wenye mitandio, hiyo nimefikiria mitandio kujificha macho. Haya, basi. Ningefurahi kama ningewajua leo majina, ila sijawajua bado.
Naomba tukae. Turudi nyuma kidogo tena. Tangu milele ilikuwa ni kusudi la Mungu kwamba kila kiumbe, sawa, kilichoumbwa kuanzia malaika wa serafi wenye kung'aa na watakatifu hadi mwanadamu kiwe hekalu kwa ajili ya makao ya nani? Ya Muumbaji, sio? Kwa kusudi ambalo Mungu anataka wanadamu wajifunze, au alitaka wanadamu wajifunze kupitia mfumo na kielelezo cha hekalu, ni kwamba Mungu aliumba kila nafsi iwe nini? Hekalu. Kwa hivyo katika maigizo ya kusafisha hekalu alikusudia wajifunze nini kuhusu hekalu hili sasa? Mungu anachotaka ni kusafisha hekalu la mbinguni ambao ni nini? Ni sisi, sio? Kwa hiyo walipokuwa wanamletea ile damu, Mungu alichokuwa anataka wajifunze pale ni kwamba, kumbuka kafara zote zinatolewa katika nini? Hema. Si ndio? Kwa hivyo before utoe kafara lazima uipeleke wapi? Kwenye hekalu, si ndio? Sasa tushajua hii hekalu ni nini? Nafsi. Kwa hivyo walipokuwa na hata yule mwana kondoo, walikuwa nafaa wajifunze ya kwamba kuna tatizo kwenye hekalu la mbinguni ambao ni wao, ambao inahitaji nini? Kafara. Ila wao wakasema sio sisi, ni nani? Ni wewe. Natuwekelea kesi hapo, tunataka sisi ndama. Ni yao wewe unataka. Nani aliitisha? Si wewe. Nani aliyekuwa wa kwanza kusema kwamba Adam chinja? Si wewe. So usituwekee. So miaka yao yote ni kumletea Mungu nini? Kafara na damu. Akawaambia nimeshiba. Nimechoka nazo. Kwa sababu hawakuelewa yale yote yalikuwa yanahusu wao. Isaya akasema hivi, hadi wakati ambapo ndama yenyewe, kafara yenyewe, ndama ndo nini? No, mwanakondoo mwenyewe. Mwanakondoo mwenyewe alipokuja, wakasema huyo mwanakondoo ndio mwenyewe ambaye Mungu amekuwa akitaka. Ndio huyo anampiga wapi? Msalaba. Ama walipokuwa ile giza imetanda pale kwenye msalaba pale, walisemeje? Huyu mtu lazima alikuwa nini? Mwana wa Mungu. Wakasema hivyo. Aliyesema hivyo ni mmoja, sijui kama ni askari. Wengi walisema ya kwamba tunaona giza, hasira ya Mungu imefanya kitu gani? Imempiga. Kwa kweli lazima alikuwa ni mdhambi, wakaweza kwamba aliyekuwa anafanya yale yote ni nani? Ni Mungu. Ndipo sasa Isaya anasema ya kwamba sisi ndio tuliomdhania Mungu anafanya kitu gani? Anampe. Kwa maana nyingine, tulipokuwa tunajifunza kwenye mpango wa wokovu pale, hata kafara ambayo Mungu alitoa kutuonyesha na anapotupenda, tulitafsiri ya kwamba yeye ndiye anayefanya kitu gani? Anayetaka. Sasa hii kama ni ngumu kuelewa, ndipo sasa upagani ukaingiliwa Ukristo wenyewe. Sasa ni Ukristo ila ni sio Ukristo halisi. Ni Ukristo bandia ambao misalaba inatumika kama njia ya kumridhisha nani? Na huo ndio msingi wa mateso aina yote. Kusudi la Mungu ilikuwa ni kwamba binadamu hawe hekalu. Kwa hiyo hekalu linalofaa kutakaswa ni wao. Sasa anapoingia kwenye ile hekalu, anatangaza ile kazi ambayo hawako wamejifunza waielewe kupitia ile nini? Hekalu. Ndio hii hapa, sababu unaona kama umeanza kuchoka kusoma na msingi. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi. Kwa sababu ya dhambi, wanadamu waliacha kuwa nini? Kwa hivyo kinachofanya binadamu akome kuwa hekalu ya Mungu ni nini? Na tumeshajua ndio dhambi hiyo kwenye hiyo hekalu ilianzia wapi? Kwenye udanganyifu. Kwenye udanganyifu. Sasa ndio utoe hii dhambi unaanzia wapi? Unaanzia kwenye hekalu. Ndio unaanzia kwenye hekalu. No. Unaanza kwenye kusuluhisha ule nini? Ule uongo. Ule uongo ukisuluhishwa ndipo utaweza kudhibiti nini? Dhambi. Kwa maana dhambi haidhibitiwi kwa kufunga mtu asitende. Dhambi inadhibitiwa kwa kuiondoa mzizi wake kwenye nini? Kwenye akili. Na ndio maana magereza huwa hayabadilishi mtu. Unaelewa? Ila amekaa gerezani hajawahi iba. Akitoka tu hivi ndio huyo ameshanyakua. Sijui ilikuwa ni kesi gani ilikuwa, sijui kama nilisoma mahali ama ni mtu alisema kwamba mtu alishikwa
kwa kuiba, sijui kama ilikuwa ni hiyo, na alipokuwa anashikwa pale na polisi, anapigwa na watu ambao wameiba, sawa. Sasa polisi wanakuja kumsaidia, kwenye mchakato wa kumsaidia akaibia polisi. Sawa? Sasa kotini pia pale mambo ya hayo. Unaelewa vizuri? Kwa hivyo yani kufunga mtu aitoi nini? Aitoi tatizo hadi wakati ambapo tatizo lenyewe msingi wake utaondolewa. Sasa point ya msingi ni hii. Moyo wa mwanadamu ukiwa umetiwa giza na kuchafuliwa na uovu, haukuonyesha tena utukufu wa yule wa kiungu. Lakini kwa njia ya kufanyika mwili, mwana wa Mungu, kusudi la mbingu limetimizwa. Mungu anakaa ndani ya ubinadamu, na kwa neema iokoayo moyo wa mwanadamu anakuwa tena hekalu la. Kwa hiyo tunapozungumza sasa, yes, unakuwa hayo kwenye tumaini hili. Tujapata. Naomba usaidie. Kiingereza hiyo. Kiingereza hiyo. 161 Kiingereza plus. 161. Hamna. Hamna. 108. Nimepata. 108 Kiingereza. Kiingereza Kiswahili. 108. Aya ngapi? Kiingereza ni 159 kwa 160. Sawa, tuendelee. Point ya msingi ni hii before tusahau. Yaani hizo nukuu nitazirekebisha tu, kama nitakuwa nimekosea mahali nitarekebisha. Now, point ya msingi ni hii. Tunavyozungumza sasa, ubinadamu ni hekalu la Mungu, sio hekalu la Mungu. Ni hekalu la Mungu. Ni nini? Sasa hapo kuna sayansi fulani. Na hiyo sayansi kwenye madhabahu kwamba binadamu si sisi, yani ubinadamu ni hekalu la nani? Sasa ni vipi ambavyo ubinadamu umekuwa hekalu la Mungu? Kwa Kristo kuja duniani akabeba dhambi za wanadamu. Alizibebaje? Alipokuja akashiriki damu na nini? Na nyama. Waebrania. Alipokaa hapa duniani, dhambi ya wanadamu akairithi kutoka kwenye wazazi au mzazi ambaye ni mama, sio? Aliporithi ile damu ambayo ina dhambi, ambayo ndio chemichemi, ambayo ndio umeme wa mwili waliokuwa nao. Ile dhambi aliyokuwa ameibeba ndani yake ilionekana ama aliichoma? Ndani yake ilionekana. Katika maisha ya Kristo dhambi ilionekana ama aliichoma? Aliiteketeza, si ndio? Hiyo ndio madhabahu ya kufukizia uvumba. No. Madhabahu ya kafara kule, tairudia kule baadaye. Baba alipokuwa mja hapa duniani, Kristo kupitia moto wa Mungu akachoma mafuta yale ya ndani ambayo ni matumbo na nini nyingine, mafuta ya nini? Ya ini. Sawa? Alipokuwa anafanya ile kazi pale, ndiposa anapokufa ubinadamu aliokuwa nao ukao umekufa ukiwa na ushindi. Sio? Baba anapoinuka mbinguni, yani ashabeba na kuchukua dhambi za wanadamu, sio kwa maigizo. Katika uhalisia akaiteketeza dhambi ndani ya nini? Ya mwili wake. Aliporudi kwa Baba, ubinadamu alioenda nao ni ubinadamu ambao una ushindi. Sio? Sasa alipofanya hivyo, kusudi la Mungu kuhusu ubinadamu ukatimia, haukutumia? Ukatimia, ila katika jiwe moja. Sio? Jiwe la wapi? La pembeni, sio? Sasa mchakato uliopo ni kwamba kile kilichofanyika kwa Kristo kijirudie katika malighafi nyingine yote. Hiyo ndio kazi Baba anayoitafuta kumaliza. Hii ndio mwalimu. Unaomba, nadhani watu tunaomba yamkini wao gatole manati. Tunakwambia uchome dhambi. Kwa njia wako nani? Mtakatifu. Kumbe halisi ni ile Yesu alikuja kuishi kubeba ile dhambi akaichomea hapa wapi? Duniani. Kwa hiyo haya yanarejea ndani ya maisha ya mtu, sawa? Kwa hiyo sasa anaporudi mbinguni
anaanza kazi nyingine. Mtu akauliza swali, mbona mpaka sijui, akasema kwamba mbona ikawa lazima atoke kwenye nini, kwenye chumba. Kuna swali liliulizwa katika chumba, sio? Sasa nikasema tutafakari, tukitafakari jibu lipo. Tukasema hivi, nabii akasema kielelezo au economy ya Wayahudi, kwa Kiswahili kwa nini? Economy ya Wayahudi, mfumo wa Wayahudi ilikuwa ni Injili katika nini? Vielelezo, ikiwakilisha nini? Jinsi ambavyo Injili itakuwa inabadilika kulingana kadri na uwezo wa wanadamu wa kupokea nuru. Kwa hivyo unapoona Kristo anaingia kwenye chumba cha kwanza, ni kumaanisha ya kwamba kazi ya kule nje ya madhabahu imekuwa ikiendelea tangu mwanzo, mlango wa nini? Wa Eden. Sawa? Ile kazi imekuwa ikiwaandaa wanadamu ndiposa waingia katika huduma nyingine ambayo huyo Kristo ndiye anaoifanya katika mfano wa chumba cha nini? Cha kwanza. Sawa? Ndiposa hapa kwenye chumba cha kwanza hawapo tayari wanadamu, hekalu hilo pamoja na malaika hawapo tayari kumaliza kazi, inabidi awaandae kwa kufungua nini? Ukweli, sio? Ndiposa kuna mafumbo pale kwenye chumba cha kwanza yanayohusu nuru, kutoa ushuhuda, yanayohusu neno, kukula, kumega mkate, hayo yote yako pale. Ndiposa wanapokuwa tayari, akili zao zipo tayari, waingie kwenye kazi ya kumaliza. Kwa hivyo mbona nangojea hadi 1844? Kwa maana Mungu haulazimishi elimu kwa akili ambayo haipo tayari. Ndipo ambavyo kitabu cha elimu kinachotuambia mwalimu hafai kulazimisha elimu kwa akili ya mwanafunzi kama halipo nini? Tayari. So sisi hatupo tayari. So inabidi Mungu aende hatua kwa nini? Kwa hatua. Ilipofika 1844, sheria ya Mungu inaporejeshwa na hapo inaunganika na tabia yake, then akili ya wanadamu imeanza kuwa na maswali kumjua yeye. Kwa hivyo wako tayari kumaliza kazi ya kutakasa hekalu kuhusu kiini cha jambo ambayo ilikuwa inahusu sheria. Na sheria katika muktadha wa nini? Sheria ni nakara ya tabia ya Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo sasa kwenye akili zao wako tayari kujifunza huyo Mungu wao alivyo, ndiposa kumaliza kusafisha hekalu kunaendelea kumalizika udanganyifu wote ambao binadamu ameuamini kwenye akili kuhusu Mungu, mambo yanaanza kujibiwa. Ndio kazi malizike, ndiposa sasa tuseme ya kwamba dhambi imeondolewa kwenye mzizi wake. Sasa twende katika nukuu hiyo mbele tena kidogo. Naomba tusome hapa. Mungu alikusudia kwamba hekalu ya Yerusalem liwe ushuhuda wa kudumu wa hatima ya juu iliyowekwa wazi kwa kila nafsi. Hii tulisema next time, last lesson, ndio ile pale, sio? Haya, twende mbele. Lakini Wayahudi hawakuwa wameelewa maana ya jengo hilo. Okay, hilo waliloliona kwa fahari kubwa sana. Tuanze hapo. Hawakujitoa wenyewe kuwa hekalu takatifu kwa ajili ya Yehova. Basi nyua za hekalu la Yerusalemu. Sasa hasa hapo kipengele ambacho tafuta nini inayosafishwa hapa kinaingia hapo. Sasa nyua kwa njia nyingine zile baraza, ile outer court. Ile kumejaa nini? Vurugu. Imejaa nini? Vurugu. Baada ya hapo na biashara, uchuuzi huo usio nini? Twende mbele. Zilizoonyesha sasa uliotiwa nini? Na nini? Wa number 1 tamaa za mwili, namba 2 mawazo yasiyo nini? Katika Yesu alitangaza ujumbe wake kutakasa moyo kutoka katika uchafu wa dhambi. So uchafu wa dhambi hapa juu ni nini? Hapa juu ni hisia ina gani hapa unaziona? Hisia za nini hapa? mawazo wapi hapa? Mawazo yasiyo matakatifu. Tamaa za mwili. Tamaa za mwili na nini? Mawazo yasiyo matakatifu. Kwa hivyo
uchafu wa dhambi unaochafua hekalu la Mungu ni hisia chafu na mawazo nini? Sasa swali, mwanamke anapokuwa anavaa vikuti ni nini? Vimini, vikuku. Sasa sijui kama anatumia kwa mavazi. Anapovaa vitu vimini hizi. Ni vimini. Inaitwa kwa Kiswahili. Nini? Vimini. Okay. Sasa wanadada, mimi sina shida na mwanamke, okay? So unapopata anavaa hivyo, kesi iko wapi? Akili. Nini kwenye akili shida? Tamaa. Ya nini? Ya mwili. Na nini nyingine? Na mawazo na matakatifu. Sasa leo ukimvalisha Linda avae mpaka liburute chini. Limezuisha nini? Alijazuia chochote. Sasa ndio mtakatifu sasa. Si mzee utaridhika. Sasa hata iko pale. Iko vile. So inaweza kuwa tuko hapa hivi tuko sawa, lakini ndani bado mambo mengine. Ama? Ndio. Sasa. Hataonekana ili ajulikane. Hataonekana ili ajulikane. Sawa. Ila sisi tutaridhika. Sio? Sisi tutaridhika. Ila yeye na Mungu anafanya nini? Wanajua. Wanaugomvi. Sio wanaugomvi, wao na Mungu wanajua. Sasa sikiza point ya msingi. Kwa hiyo naomba twende hapa. Udanganyifu wa shetani. Kuna kipengele ambacho nataka tutoke nacho hapa. Jamani, mko mkiniambia muda nisikuwe naongea mambo mengi sana kwa marefu alafu nisahau nikule muda sana. Sasa, kwa hivyo hekalu la binadamu, uchafu wa dhambi uko katika mzizi wa kitu kinachoitwa, amesema mawazo. Amesema nini? Mawazo yasiyo matakatifu. Ndio amesema tamaa za mwili. Okay, tamaa za mwili. Tamaa za mwili si hisia? Yes. Okay, na nini nyingine? Mawazo yasiyo matakatifu. Mawazo yasiyo nini? Yaani haya mawili ndio msingi wa uchafu wote unaoitwa matendo ya dhambi, sio? Yes. Okay. Ni nini ambayo ni chanzo cha haya mambo mawili? Shetani. Kufanya nini? Chafua. Aje. Tabia ya Mungu. Chanzo cha hayo. Sasa nimwambie kipengele fulani hapo. Na dakika 10 za kufundisha. Hiyo inatosha. Kuna kipengele fulani ambacho ningependa tukipitie kwa utaratibu kidogo. Sijui kama katika darasa ambalo tumekuwa nalo, nyinyi wote ni wageni kwangu na mimi ni wageni kwenu, sio? So sijui hicho kipengele nitakipiki kutoka wapi. Wacha nione. Kuna kipengele fulani ambacho ningelipenda ningependa tukitazame kama mtaniwia radhi. Sawa. Nimepata. Naomba mtu anifutie ubao. Ama sijui kama tutumie slide tu. Tutumie tu slide. Naomba tukae sababu ya muda. Now, binadamu katika akili zetu zilizotimamu, okay? Katika akili ya binadamu iliyotimamu, Mungu ndiye anayefaa kuwa ndiye ambaye anaongoza hekalu. Sio? Ukiweka binadamu, sawa? Ukiweka binadamu akae hivi, alale kwenda huku juu, sawa? Miguu ikuwe kule mlangoni mwa hekalu, Aaron. Kichwa kiwe nini? Patakatifu mno, sawa? Miguu ikuwe wapi? Mlangoni. Kule nje, mlangoni. Kwa maana kule nje kwenye milango kule ndio miguu inasafishwa kule, sio? Kwa hivyo kichwa inakaa wapi? Kwenye patakatifu. Patakatifu, sio? Na tunaposema kwamba ninyi ndinyi hekalu la Mungu, kwa tunazungumzia sehemu gani? Akili. Akili. Yes.
Kwa hivyo pahali ambapo ni pa thamani zaidi kwenye hekalu la Mungu ni wapi? Kwenye akili, sio? Kwa hivyo akili zetu hizi utaziweka kule nyuma kwenye chuma cha kwanza na cha nini? Cha pili. Sasa swali, sijui kama unajua kinachofaa kuwa kinaongoza mwili wa binadamu wote ni nini? Akili. Ni akili, sio? Kumaanisha ya kwamba mahali Mungu ako na shughuli na anahitaji kuweka kiti patakatifu mno ni wapi? Akili. Kwenye akili ya viumbe, sawa? Sasa hivi ndivyo kwenye halisia tunafaa kuwa. Kwa hivyo hekalu la kiroho inafaa ifanye kazi hivi. Binadamu alipoumbwa, aliumbwa akapatiwa hali na uwezo wa kutafakari, mantiki ya kupima mambo, sawa? Reason, sawa? Kwa hivyo reason inahitaji ushahidi apime, sio? Baada ya hapo anahitaji asikie sauti anayoamini ndio sauti ya juu zaidi kumwelekeza, ambao katika lugha yetu tunayoielewa ni dhamiri, sawa? Ambao ndio tunaosema Roho Mtakatifu hufanya kitu gani? Kuzungumza, sio? Ndiposa aone ya kwamba nilivyokuwa nimefikiri na kuangalia na kupima, dhamiri inashuhudia kwamba ni nini? Kweli. Si ndio? Ni kweli, sawa? Alafu kuna hii ambayo tulisema ni kanuni ya ibada, tushaizungumzia mahali fulani. Lakini baada ya hapo binadamu anahitaji, baada ya kutumia mantiki na dhamiri, aamue atumie kinachoitwa nia. Kwa maana nyingine afanye nini? Maamuzi. Si maamuzi yako hapa juu, yani achague. Achague kuridhia na kukubali. Achague kuridhia yale aliyofanya kitu gani? Aliyopima, sio? Aamue kuyachagua, sio? Ndiposa mawazo Bwana mnasundoka. Yaani mimi naona mama leo tu paswa mashamba hapa. Ni nini? Kila mtu tu ako busy anademarcate shamba. Hamjamaliza kupima mashamba nyumbani. Sasa hapo mko tu hapo mnapiga. Kila mtu anapiga ya kwake. Hii ya juu ya kwa mtoto huyu. Kila mtu ako hivi. Ulishiba sana. Wamekula sana. So turudi hapo. So turudi tena darasani. Hani kuna mwingine lema nyuma yako yule yeye amezima. Naomba mnisaidie jina. Dada, tunakupenda sana. Wewe utaje? Sara. Boss, good. Nimefurahi kukujua jina Sara. Good. Jina nzuri hilo. So turudi tena hapa ndani kidogo. Kwa hiyo reason, angalia hapa, reason na dhamiri inapopima neno, Mungu anahitaji whether ni la kweli au si la kweli, binadamu anawachwa huru aamue. Sawa? Ila Mungu alituumba mwanzo katika asili. Tunaenda na moja kwa moja na nini? Na ukweli huo tuliofanya nini? Tulioupima, sio? Ndiposa niliyoyaamua kuyachagua yawe ndiyo mawazo yangu, sio? Mawazo yangu yawe nini? Yatawale nini? Hisia. Sawa? Ila uhalisia ni kwamba tunavyofanya kazi kama wanadamu ipo kinyume. Sasa Mungu alivyokusudia ni hivi, sawa? Ila sasa tunavyofanya kazi ni kingine. Tunafanya kazi kutoka chini kwenda nini? Kwenda juu. Ndio maana utasema mimi nahisi hivi iko sawa. Mbona ulifanya hivyo? Mimi nilikuwa ninahisi nisipofanya sitakuwa sawa. Tunaanzia kutoka chini kwenda juu. So mtu ambaye ubongo wake haufanyi kazi vizuri utamwita nini? Kichaa. Kwa binadamu tangu mwanzo tulipokula tunda la kwanza, yani before tule tunda tulikuwa tumeingishiwa nini?
ukichaa, sio? Na huo ukichaa uko kwamba akili zetu zinaongozwa na hisia kutoka chini kuelekea wapi? Kuelekea juu, sio? Yaani chochote ambacho binadamu atakitenda, ni nini inaongoza? Ni mawazo, ni hisia? Ni hisia. Hisia ndio inayokupatia mawazo utakayofanya nini. Kwa mfano, sasa hizi unapiga hesabu, Aaron, wewe unajua mfano mbaya huo. Mtumie huo mwingine. Mtumie mfano ambao unaweza elewa. Mbona na hiyo nyama imenukia vizuri. So, unaanza nimemiss nyama, sio? Kwa hivyo ile hisia kwenye akili ndio itakayokupatia mawazo ya kufanya utaufanya nini. So unaanza kupiga hesabu. Nangojea mzee amelala, niingie, nifanye nini? Nichukue kanyama ninunue nikaange haraka nikule haraka nifanye nini? Nioshe vyombo. So haya mawazo ni nini imekuongoza pale? Ni hisia. Unakuwa hapa, mimi watu hawaniheshimu. Sasa nimekuwa maskini miaka mingi. Naonekana mimi sifai. Kwa hiyo unapiga hesabu kwa sababu unahisi kwamba hufai, hauna kitu fulani, unaanza kuchora kwenye akili. Nitangoja mzee Ngoi akienda Dar es Salaam, nitachukua kuna kamera pale amenunua pale moja, nitachukua niuze alafu nitanunua shamba. Kwa hivyo hisia za kutofaa ndizo ambazo zitakuongoza kwenye mawazo ufanye nini. Kwa hiyo utapata unaongozwa aje? Chini juu. Sawa? Kwa hiyo tunaposema hapa na pia naposema hivi kwamba binadamu hekalu lake limechafuliwa na nini? Na tamaa za mwili na nini? Na mawazo machafu. Haya mawazo machafu msingi wake ni nini? Ni hisia. Tumeelewana vizuri? Haya. Sasa swali. Wakati ambapo shetani anakuja kwa Hawa, alitumia nini ndiposa Hawa afanye dhambi? Alitumia nini? Aligusa wapi? Hisia. Kwenye hisia za nafsi ya kiburi cha Hawa, si ndio? Na tamaa ya nani? Sasa tamaa ni mawazo. Yatadhihirisha kwenye mawazo, ila kinachoongoza ni hisia, sio? Okay. So tangu wakati huo tukawa akili zetu zimebadilika, tunaongozwa na hisia na tukakuwa ni mateka wa hisia. Baada ya hapo sisi sote tunaongozwa na hisia moja ya ubinafsi na hofu. Ni hisia tu, vitu viwili. Ubinafsi na nini? Na hofu. Kwa maana nyingine ni hofu ya kuchelewa kuoa, ndio maana utaoa mtu yeyote yule. Sasa sijui unaenda kuoa nani? Ile sijikuchokozi. Unaelewa? Haya. Ni hofu ya kuchelewa kupata mtoto, ndio maana utakimbia hapa nje upate mtoto mapema before mtumbo. Ni hofu. Si ndio? Au ni ubinafsi utakao kuongoza ufanye kipengele fulani. Sijui kama unaelewa. Kwa hiyo msingi wa dhambi tunazozitenda ni hofu na nini? Na ubinafsi. Kwa maana ndio uvunje amri ya upendo, lazima uwe na msingi ndani ya moyo wa nini? Wa ubinafsi, si ndio? Na mahali popote ubinafsi upo, hofu. Ndio maana mwizi pia hataki kuibiwa. Utapata mwizi, sijui kama mzee Ngoi anaweza kuwa mwizi lakini sio mwizi. Akona kila mahali CCTV na nini? Nani mfano natoa? Umeona mimi kule kwetu kuzaliwa ni Nakuru. Kuna mwizi mmoja aliyepigwa risasi karibu na nyumbani tu. Fence yake ni ya mawe na kule juu pia kuna kastima kamepita na kwenye mlango na kamera kadogo. Ile ni mwizi wa mtutu wa bunduki. Sasa wewe unaiba, mbona unataka kuibiwa? Kwa nini? Ubinafsi upo ndio. Mahali popote ubinafsi upo kuna nini? Kuna hofu. Sasa swali ni hili. Kuna shemeji yangu yupo hapa anaitwa Cyprian. Nikiwa mbinafsi sana, nitamani kulala na mke wake hapa. Kwenye wakati huo pia kutakuwa na hofu nao tuambia chungulia kama anakuja ama afanye nini? Haji. So binafsi pamoja na nini?
Haya, wewe unapokuwa unafanya kitendo fulani ambacho unajua hakifai, ubinafsi utakuongoza, ila at the same time kuna nini? Una hofu. Ndio maana mwizi haibi mchana, na akiba mchana lazima kuwa pia apite afanye patrol. Hii boma wanakaanga hawakai. Tuelewa vizuri? Kwa hivyo msingi wa wanadamu, mawazo yetu yote, traffic kwenye akili ni ya viwili, nini? Hofu na nini? Ndio maana maandiko yakasema hivi, upendo mkamilifu huondoa nini? Sasa wangapi ambao tuko na hofu na Mungu bado kwenye akili zetu? Kama kuna hofu, inamaanisha maisha yetu yamejengwa juu ya msingi wa ubinafsi na nini? Na ndio maana mbinguni tunaenda sababu ya ubinafsi. Ukiulizwa, mbona unaenda mbinguni? Yaani kanuni hapo na majibu ni ya nini? Mbona tamani Kristo arudi? Kanuni ni ya nini? Kwa hivyo huko umejaa hofu ya kuogopa ubinafsi wako usijibiwe. Ila upendo wa Mungu unapojaa ndani ya moyo, hofu inafanya kitu gani? Kwa unapopata tunamuogopa Mungu, then kuna ubinafsi fulani ulio ndani ya moyo, sawa? Na kuna nini? Before nitoke hapo, nikupatie mfano. Tulipokuwa tunajiandaa kuja hapa nyumbani kwenye mkutano huu, nikapita katika mji wa nyumbani kutengeneza gari. Sasa nilikuwa nimetumia hela kadhaa kununua kifaa cha AC ya gari. Unajua AC, sababu ya safari ni ndefu. Sasa nikatumia hela kutafuta hiyo kifaa ifike, na nikatumia hela pia kukia kwenye gari. Sasa mimi nikafikiri ninaenda kwenye mji niweke nini? Nijaze AC, nianze mwendo kuja wapi? Songea. So ilikuwa nifike hapa siku ya Jumapili. Sasa kufika huo mji, siku mzima tutakuwa tunakaa hapa kushughulika na mambo ya waya ya gari, ya hiyo AC system. Masaa ya jioni walipokuwa wanaenda kuweka AC mara ya mwisho, wakapata kuna makosa yalikuwa yamefanyika wakati ambapo AC inawekwa. Ile radiator ilikuwa imeshwa na maji, yale maji yakaingia kwenye pump ya AC ambayo nimenunua mpya. So imechoma. Na imechoma pia na ile dashboard ya kuweka AC. Sawa? So fundi akaniambia hii imechoma na yale maji nilikuwa mmeweka. Kamwambia uko na uhakika? Akaniambia ndio. So tufanyeje? Akaniambia hiyo pump umetoa wapi? Sasa sikiza vile ambacho tena anaanza kuingia, aanza kunitaka barabarani. Vikosi vinianzie hapo. Hii pump umetoa wapi? Nikamwambia nimeagiza Nairobi. Ana alikuagizia mtu fulani rafiki yako. Sasa fanya hivi, mwambie pump imekataa kufanya kazi. Sasa kwa nini imekataa kufanya kazi? Hiyo ni maji. So tufanyeje? Apigie aliyekutumia, mwambie pump imekataa kufanya kazi aliyetuma. Alikuwa hapo? Hakuwepo. Anajua kwamba tumeka maji? Hapana. Ila si mimi nimeenda hasara. Sinaogopa kupoteza. Si uchungu umeniingia. So tunafanyeje? Ndugu apigiwe kule Nairobi, simjui, si yeye mwanabiashara. Pump imefanya nini? Imekataa. Irudishwe. Naenda mkutano wa tabia ya Mungu wapi? Songea. Na kwenye gari nimejaa vitabu vya kupeana, na kwanza usiku huo nilikuwa nimewapatia vitabu viwili. Na jina langu liko hapo, Wycliffe R. Nyasani. Mungu aliporaumiwa. Sasa nilitoka kwa gari nikaanza kutembea na fikiri. Kajua hamna safari yoyote nimeenda Songea bila mabaya kunipata. Hamna safari yoyote. Sasa nikagundua hapa huu ni mwanya mwingine. Sasa nikapiga hesabu. Sasa hapo vita vikaanza. Vita vya ufalme mbili. Ufalme wa juu na ufalme wa chini. Unafikiri ni gani nitashinda? Akili inakondokea. Kuanzia chini kweli. Wewe unataka kwenda hasara? Sasa nikamwambia ngoja hapo. Mke wangu alikuwa amekaa kwa rafiki yangu mwingine na watoto. Sasa nataka nichukue muda nitafakari. Pesa nimeshapoteza, sasa nimeshatumia hela nyingi. Nikitaka kutumia pesa zingine saa hizi itakuwa ni makosa, nitakuwa nimepoteza nauli ya barabara. Ila moyo ukaniambia, wewe ukikubali hii pump iletwe, ndio yule ameshakubali atakupatia hiyo pump. Na hata jua mmemuibia. Ila wewe unajua mtamkuwa mmemuibia.
na kitakachofanya wewe umuibie ni kwa maana unajipenda sana, wewe haumpendi. Sasa nikarudi pale kwenye gari, nikampigia mke wangu, namwambia ile pump imekataa na nimeambiwa ni maji. Nataka nirudi pale nihakikishe waniambie ni nini? Ni maji. Nikarudi. Kamwambia fungu lisemeje? Pump ni nini? Ni maji. Sasa nikamuuliza, kwa hiyo ikiwa ni maji, yule mwenzetu alitoa pump ikiwa sawa haina maji. Kwa hiyo tukimwambia hivyo tutakuwa tumemuibia. Na kwa kweli hatajua, ila mimi sitakuwa na amani. Naomba achana na hiyo gari hapo. Ifunge hivyo hivyo. Nende naye. Ni Wajaruo. Wakaingia hapo mbele, wakaendelea kufunga. Sasa nikasikia matamshi moja tu. Nilisikia tu kitu mtumishi. Basi ile katoshea hapo. Sasa nikajua mtumishi amefanya nini hapa? Nikajua amesha conclude hawa ni nini? Ni watumishi, umeelewa? So nikajua sasa ndio nikaanza kuunganisha. Shetani wakati mwingi huwa anatoka katika harakati mahali ambapo kutumia akili ni nini? Ni ngumu, sawa? Anahitaji tumie nini? Hisia. Ni kwa sababu sisi ni wabinafsi na hofu. Sasa swali, ni nini iliyofanya binadamu akawa na hofu? Ndio kipengele nataka kumalizia. Kifo. Kifo. Kilichofanya binadamu awe na hofu ndani ya maisha yake ni kitu kimoja, udanganyifu wa shetani kuhusu Mungu. Huo ndio msingi wa hofu ya nani? Sisi sote tunamkimbia Mungu kwa sababu ya nini? Ya hofu. Na hiyo hofu inatafuta mchakato wa kujiokoa. Ndio maana tunakimbia Mungu. Sawa? Kwa hiyo usafishaji wa hekalu ndiposa ubinafsi na tabia za dhambi ziondoke maishani mwetu. Mwishoni Mungu anahitaji, kama kwa kweli tutamani kufanya mapenzi yake, tuanze kwa kumjua nani kwanza? Yeye. Ndiposa tunapofanya kitendo chochote sio kwa kusurutishwa, bali kwa hiari na kupenda. Sasa niwaambie, nilipotoka hapo nilipata amani moyoni mwangu. Yaani hata sikujutia. Kwanza gari ilikuwa sasa ndio moto zaidi kuliko kawaida. Ila nilikuwa na nini? Na amani ndani ya moyo wangu. Kwa hivyo usafishaji wa hekalu katika hali ya muktadha wa kweli ni wakati ambapo Mungu anaanza kufunua ukweli kuhusu tabia yake ambao shetani amefunika na nini? Na giza. Ndiposa sasa moyo wetu ukuwa ukipenda kufanya mapenzi ya Mungu, sio kwa maana Mungu ndiye amesema, ila kwa sababu tumejua uzuri wa maagizo yake. Baada ya hapo utafurahi kubeba msalaba wowote. Na itakuwa tena msalaba, itakuwa ni kitu cha kufanya nini? Cha kufurahia. Basi Mungu atusaidie. Tuanze kujifunza kumpenda Mungu. Tuanze kujifunza kumjua yeye. Tuchukue muda kujifunza tabia yake. Unapoipenda ndiposa kila wakati unapokusudia kufanya kitu ambacho ni kibaya, sio kwa maana unaogopa Mungu. Ni kwa sababu unajua hekima ya nini? Ya Mungu. Ya Mungu. Unajua mapenzi ya Mungu. Sasa swali, huyo Mungu aliyekuwa amenipatia hela nikanunua pump hiyo, kama ninamwamini na mtumainia, huyo Mungu aliyenipatia gari hilo, kwani kuna mikono imevunjika namna gani kwamba baada ya hapo atanipatia pump ya shilingi 10,000? Ni hofu. Inafunika nini? Macho. Huyo Mungu ambaye amenifikisha mahali fulani, mahali nimefika, ni vipi ambavyo itakuwa ni vigumu huyo Mungu nitoa mahali nipo hadi tulio danganyifu? Ni hofu. Inafunika macho. Huyo Mungu ni vipi ambavyo hawezi nitoa katika mahali fulani ambao nafaa nitoke nienda katika daraja lingine bila kuiba? Ni hofu. Afanya vitu gani? Inafunika macho. Ila wakati ambapo nimemjaribu jinsi ambavyo Zaburi anavyosema, nimedhibitisha kwamba ni mwaminifu, siishi na hofu. Ninajua kwamba atatenda bado alivyofanya nini? Alivyotenda. Mungu aweze kutubariki. Amen. Tuweze kupata ombi. Kuna maswali.